Mwaka wa fedha 2025/2026 ambao ulianza Januari 2025, mkoa wa Tanga tulipangiwa lengo la kukusanya bilioni 373. Kwa miezi sita ya mwanzo lengo lilikuwa ni kukusanya bilioni 181.9 na tumefanikiwa kukusanya bilioni 253.8 ambao ni sawa na ufanisi wa 139%. Tukijilinganisha na kipindi cha miezi sita ya mwanzo ya mwaka wa nyuma yake ambao ulikuwa ni unaanza Julai hadi Disemba 24. Kwa hicho kipindi cha nyuma tulipewa lengo la kukusanya bilioni 162.9, tukakusanya bilioni 178.3 sawa na ufanisi wa 109%. Kwa hiyo ukilinganisha makusanyo ya mwaka wa 24 hadi Disemba na 25 hadi Disemba, kumekuwa na ongezeko la makusanyo ya shilingi bilioni 74 au ongezeko la 42%. Chukua nafasi hii pia kushukuru serikali kwani mwaka jana tumeongezewa watumishi ambao tunaamini watatusaidia katika kuboresha huduma kwa walipa kodi ili tuweze kutoa huduma kwa haraka, kwa vile tutakuwa na idadi nzuri ya wafanyakazi. Pia serikali kwa mkoa wa Tanga ilitujengea jengo jipya la ofisi ya wilaya ya Korogwe. Lakini pia kama mnavyojua pia iliboresha bandari ya Tanga ambayo imeongeza makusanyo, lakini pia imeongeza uchumi kwa mkoa wa Tanga. Pia kwa mwaka huu tunatarajia tutaongeza ofisi nyingine, senta ndogo pale Mkata, ili kusogeza huduma kwa walipa kodi. Nitoe wito kwa watu wote tuendeleze ushirikiano, kuendelea kutoa elimu kwa walipa kodi, tuendelee kutoa risiti za elektroniki pia na kudai wakati tukinunua, lakini pia nitoe wito wa kutokomeza magendo. Sisi tuko ndani ya mkoa wa Tanga kwa ajili ya wajasiriamali wote wa mkoa wa Tanga kwa kuweza kuwapa elimu mbalimbali. Nataka niwapongeze TRA kwa kazi nzuri ambao wanaoifanya kwa kutupa elimu wajasiriamali wetu ambao ni wafanyabiashara mkoa wa Tanga. Hadi sasa hivi tuna asilimia kubwa kwa wanachama wa TWCC ambao ni wafanyabiashara ambao wamejiunga na TIN, ambao zamani walikuwa hawajui maana ya TIN, lakini sisi kila mahali tunapokwenda lazima tumchukue mtoa elimu kutoka TRA akawape elimu. Tunawashukuru sana sana sana.